Mtazamaji wa TBC1, kama ambavyo ilivyo ada, hii leo tena tunakutana katika kipindi cha Mwanazuoni. Kama ambavyo tunafahamu kwamba hapa tunazungumzia utafiti na namna ambavyo unaweza ama unawafaidisha wananchi kupitia wale ambao ni wataalamu wasomi, wametafiti mambo mbalimbali na kuyaleta kwa njia rahisi zaidi katika jamii ambayo inatuzunguka na namna gani tunaweza tukayatumia. Leo hii unaweza ukashangaa tupo katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Hapa tunaangazia masuala ya wanadamu kuishi na wanyama. Miongoni mwa vitu ambavyo vinashangaza ama vinavutia katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni pamoja na kuwepo kwa ngedere wengi ambao wamekuwa ni kivutio ama wamekuwa sehemu ya maisha ya wanadamu wanaopatikana katika chuo kikuu hiki, ikiwemo wafanyabiashara, mama ntilie, babalishe au mamalishe, lakini pia wanafunzi wenyewe ambao wanapatikana hapa. Wakati mwingine wamekuwa wakileta changamoto kwa wale wakazi wa eneo hili, na imefikia hatua mpaka wakafikia hatua wakasema kwamba wawaue au waondoe kwa njia ambazo zinaweza zikaleta, ili kuondoa usumbufu ambao umekuwa ukijitokeza. Lakini nini kimefanyika na kwa nini hawakuwaua hawa ngedere? Bado wameendelea kuwepo, lakini pia wameondoa adha ambayo imekuwepo. Hapa ndipo tunapopata mtaalamu ambaye tutazungumza naye kuhusiana na nini walifanya kuhakikisha kwamba yale maisha ya wanyama pamoja na binadamu, yani ngedere walioko katika chuo kikuu hiki, waweze kuishi na wanadamu vizuri, yani wanafunzi, wafanyakazi, lakini pia na watu mbalimbali ambao wanapatikana katika chuo kikuu hiki cha Dar es Salaam. Wanasema ni main campus hapa jijini Dar es Salaam, maeneo ya Ubungo. Naitwa Tobias Masalo, niko naye mtaalamu ambaye atatuelezea kwa kina kuhusiana na nini walifanya ili kuhakikisha wanyama ama ngedere wanaishi vizuri pamoja na wanadamu ambao wako katika mazingira haya. Huyu ni Bwana Swalehe Mweyo, yeye ni fundi mchundo, ndio ambaye tunaye leo hii kwenye kipindi cha Mwanazuoni, akielezea utafiti wa namna ambavyo walifanya ili kuhakikisha kwamba ngedere wanaishi salama, lakini pia binadamu nao wanaishi salama. Tutaelewa kwa nini ilifikia hatua mpaka hiyo wakafanya hivyo. Bwana Swalehe, karibu sana. Asante sana, nawashukuru watu wa TBC. Mambo yanakwenda? Mungu mwema kabisa. Tukizungumzia leo tunaangazia wanyama aina ya ngedere ambao wakati mwingine tunaweza tukasema kwamba wamekuwa changamoto ama wamewahi kuwa changamoto katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ili hali wanaishi na binadamu. Hebu tupate uzoefu kidogo kuhusiana na ngedere pamoja na wanafunzi na wafanyakazi wote wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na uhusiano wao kwa ujumla. Sawa, nashukuru sana Bwana Tobias kwa swali lako la msingi. Kabla sijaangazia ngedere, kwa asili ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hata kilipokuwa kimeanzishwa awali, hapa palikuwa na makazi ya wanyama tofauti tofauti. Kama unavyoona baadhi ya mitaa iliyopo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, unaweza kukuta mtaa wa Simba, mtaa wa nini. That means kwamba kulikuwa na wanyama wa aina hiyo wale ambao walikuwa wanaishi. Kwa hiyo miongoni mwao kwa asili tulipopata historia hapa, simba nao walikuwa wanaishi hapa, chui walikuwa wanapatikana hapa, na hata mimi wakati naajiriwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mwaka 2006 pia nilikutana na ngedere, na yellow baboon, wale nyani ambao tunawaita wako aina mbili, wako olive na yellow baboon. Hapa kulikuwa na wale nyani ambao ni yellow baboon walikuwepo pia. Lakini kutokana na mabadiliko ya kitabia na mabadiliko ya uhitaji wa maeneo, tabaka lile la ngedere pia lilifeza out, limeondoka, na waliobakia hapa tabaka la nyani wale walifeza out, wameondoka. Waliobakia hapa kwa asilimia kubwa ni ngedere. Sasa ngedere tumekuwa nao katika jumuiya ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa miaka mingi kama nilivyoeleza awali, sababu asili ya wanyama wao wanapatikana polini, na that's the truth kwamba hata leo kama tungeleta mahakama ya kutafuta usuluhishi wa migogoro iliyopo baina ya wanyama na wanadamu, kama hiyo mahakama ingekuwepo, obviously wanyama wangetupiga knockout asubuhi tu, wangetushinda kwa sababu kwa asili na tabia yao wenzetu wanaishi polini. Na pia tukienda kwenye mabadiliko, mwanadamu tumebadilika kwenye nyanja nyingi kwa maana ya maisha na kitabia. Wenzetu style ya maisha ni ile ile, kwamba atabaki polini, atakula matunda yake na kadhalika, lakini sisi tumebaki kwenye miji, imetushinda, tumeongezeka, tunaanza kuvamia kwao. Ndio mizozo sasa hapo unapoanza kuzaliwa. Lakini kwenye hiyo yote sio mwanadamu tu ni muhanga au mnyama tu ni muhanga, sote ni wahanga, kwa sababu mbali na mabadiliko ya uongezeko la wanadamu, pia kuna mabadiliko ya ekolojia, mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanaathiri watu wote, yanaathiri wanyama, pia yanaathiri nani. Kwa hiyo swali lako la msingi ambalo limeuliza kwamba tumekuwa na ngedere hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na imekuwa sehemu ya kivutio ya kiutalii. Hata foreigners wanapotoka nje mara nyingi wanasema once you want to observe a velvet monkey it's easier kuwapata ukiwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na walikuwa wanapatikana hivyo. Lakini
kutokana na kuwepo kwao na kutokana na sisi kuanza kutumia baadhi ya maeneo ambao wao yalikuwepo, watu wote ambao wameishi Dar es Salaam au hata waliokuja Dar es Salaam, hata waliosoma zamani, akija leo chuo kikuu cha Dar es Salaam kimebadilika sana katika sehemu nyingi sana. Ukiangalia kwenye mazingira yetu, tumeongeza campus, tumeongeza shule nyingine ambazo zilikuwepo asili yake ni misitu ambao wanyama walikuwa wanaishi. Ukiangalia leo ukipita huku Sam Nujoma unakuta kuna hostel za Magufuli. Leo tumeweka beria ya ukuta. Tuna hilo sheli ya ujazaji wa gesi. Hayo yote yalikuwa maeneo ya wanyama kuwepo. Kama nilivyosema mwanzoni, sio Ngedele peke yake, hata wanyama wengine ambao baada ya kuweka hiyo beria tulianza kuona dikidiki ambao tulitarajia kuwakuta tu upande wa huko, lakini pia walikuwepo. Kwa hiyo disturbance baada ya kutokea, wanyama asili ya jamii ya Ngedele huwa au wanyama kwa jumla yao, wenzetu ni tofauti na sisi. Wao mara nyingi tafuta mahitaji yao ya kimwili pale yanapohitajika mwilini kwao. Kwa mfano, akiwa anajisikia kiu atahitaji maji kwa wakati, akiwa anasikia njaa atatafuta chakula kwa wakati. Tofauti na sisi, hata kama nimepewa chakula na mjomba wangu, nimekula nimeshiba, akiniambia kuna ofa nyingine ya kuku pale, nitakwenda kula. Sasa hilo ongezeko la idadi yao pia kuongezeka, kwa sababu kumbuka nao wanazaliana. Sio sisi wanadamu tu wanazaliana. Wenzetu wanazaliana, lakini bahati mbaya wenzetu hawana wanachobadilisha kwenye ekolojia yetu. Sisi ndio tunabadilisha kwamba leo palikuwepo na msitu nataka ujenge nyumba. Kwa hiyo kutoka kuongezeka kwa yawezekana pamepungua na upatikanaji wa chakula. Hivyo kuwapelekea wao sasa kuanza kujifunza tabia nyingine, wakaanza kuwa robber, yani wanyang'anyi wa vyakula kwa wanadamu. Na hiyo inaweza ikanasibishwa eza na mabadiliko hayo ambayo nimeeleza hapo mwanzo, au na tunaita Kiingereza wanaita habituation, yani kuwabadilisha tabia. Tuna tabia ya wazungu, kwa mfano wazungu wakija au hata watu wengine wageni ambao kwa mara ya kwanza kukutana na Ngedele wakiwa karibu sana chuo kikuu cha Dar es Salaam, wana tabia kuwapa vitu. Unampa chakula, unampa ndizi, unampa mkate, unampa nini. Yeye anashukuru unapompa, lakini ana develop kitu kwa sababu they are very fast on learning. Yani tabia yao ya kujifunza iko sharp sana. Kwa hiyo wakati unampa chakula, yeye akukariri wewe. Yeye anachojua wanadamu wanatoa vyakula kwetu sisi. Kwa hiyo kesho anaweza kuwa, yani wakati yeye mmoja anapewa, kuna gangi la Ngedele wengine wanaangalia, kwa sababu kwenye makuzi ya Ngedele pia kuna rika ya watoto, vijana, wale wanaokuwa vijana wakati, vijana wale wanao balee na wale wakubwa. Hata kama wanapokuwa wametulia, wanafanya grooming kwa maana kwamba relaxi, wanaanza kutafutana kupe na nini. They live in the groups. Wale ambao ni elders wanakaa in groups, watoto wanakuwa wanacheza na. Kwa hiyo hizo tabia sasa wengine wanaanza kujifunza, kumbe mwenzetu anapewa chakula bwana. Kwa the same area ambao leza jana alipewa chakula, kuna mwingine anaanza kaja leo au kaongezeka wawili wakakaa. Bahati mbaya wewe leo umebeba mkate wako, kumbe wewe sio uliopita jana. Yeye anatarajia umpe mkate. Yeye anaamini aliyepita jana ndio huyo. Ndio huyo, umpe mkate. Mkate umpatii. Anaanza kushangaa. Kwani vipi imetokea kitu gani kibaya ambacho tumekifanya? Kwa hiyo wanaanza kufanya ambush wakiamini kwamba pengine umesahau. Unapofanywa ambush wewe unaanza kustuka. Hiki ni nini tena? Waweza wakati unafanywa ambush unastuka. Haswa kwa wenzetu kwa wadada. Maana yake hao wanyama na wako very clever. Hata kama mwanamke amevaa suruali wanajua wewe ni mdada. Na kwenye hiyo watu ambao wamekuwa victim kwenye muktadha wa kunyang'anywa vitu kwenye jumuiya yetu chuo kikuu cha Dar es Salaam walikuwa tabaka la wanawake. Kwa hiyo wanapofanya hivyo, wanavoshauti, ametupa chakula, yeye anaona ni miongoni mwa mbinu pia kupata chakula, kwamba kumbe hata ukimfuata bwana, hao jamaa sio lazima tu usubiri, unaweza kuwafuata wakakuachia chakula ukachukua. Kwa hiyo tabia sasa imeongezeka na hiyo tatizo likawa kubwa. Baada ya tatizo kuwa kubwa, mitazamo ikawa tofauti. Kama ulivyoanza kutoa utangulizi wako awali kwamba mara nyingi tunaona hawa wanyama ni kama wanyama tu wasumbufu ambao wanastahili kuuawa. Yani kila mmoja na perception yake. Lakini sisi kama wahifadhi, kwetu sisi hiyo ni kama dhambi na ni kinyume kabisa na utaratibu wa hata mikataba yetu ambayo tulimekubaliana nayo na vyuo vingine kwa haki za binadamu, haki za wanyama duniani. Kwa hiyo hilo hoja ilivyokuja ililetwa, bahati nzuri chuo kikuu cha Dar es Salaam wanathamini na wanaheshimu taaluma zilizopo hapa chuoni. Kwa hiyo wakatuconsult sisi kama idara ya zoolojia, maana wildlife zoology and wildlife conservation, ambao tunadili pase na wadudu na wanyama wote ambao watambaao na kadhalika. Kwa hiyo wakatuconsult. Baada ya consult tukaona namna bora ya kupunguza tatizo tuwahamishe. Tunawahamishaje? Swali ndio likaanza, tunawahamishaje? Kwa sababu nani ndio ikaanzia hapo kwamba tunawahamishaje, kwa sababu mwanasayansi mara nyingi anapenda sana kupokea jambo na kufanyia tafiti, lakini kwetu kawa changamoto sana. Lakini
sisi sio wafanya mipango au wenye mamlaka ya kuwaondoa wanyama kutoka sehemu moja au sehemu nyingine. Tukabidi tuwasiliane na mamlaka husika ambazo zinashughulika na wanyama. Hapa Dar es Salaam hapa iko mamlaka wanyama pori ambayo iko scattered all over the country, ni TAWA, ambao wamejiorient kwenye kila wilaya, mkoa. Kwa hiyo tukawa consult, baada ya consult wao wakasema ni kweli hizo changamoto tunazipata, hata huko Tabata tunapata ile kesi, lakini pia na wao walikuwa wanatumia tu njia ambazo sio sahihi sana namna ya kuwapunguza. Kwa hiyo walikuwa wanakwenda kule sometime wakiona imekuwa sana usumbufu wanapiga tu risasi ili wakimbie na nini, lakini haikuwa njia sahihi. Na ninyi kabla mjaingia kwenye utafiti, mliwaza njia gani ambayo mlianza nayo ukasema hii ndio tunaanza nayo kabla mjafikia huko? Njia ya kwanza ni kukamata kutumia mitego. Mitego tunaipata wapi? Kwa sababu sisi pia tuliamini kwamba wale wenzetu kwa sababu ni wasimamizi wa mapori. Na hii changamoto ya hawa ngedere haiko tu Chukucha Dar es Salaam. Tulidhania kwa sababu ya ukubwa wake wa ile tatizo kwenye mashamba ya watu mikoani wapi, tulidhani kwamba watakuwa na namna nzuri ya kuwa na mitego ya kukamata. Lakini ni bahati mbaya wenzetu pia wakasema nyinyi ni wasomi, nyinyi mmetufundisha na nyinyi ndio wataalamu wetu. Kwa hiyo tunahitaji nyinyi mtakuwa na mitego. Kwa hiyo lakini kwa kuanzia tulifanya ile zoezi nakumbuka ilikuwa mwaka 2019 tulifanikiwa kukamata ngedere 27. Kwa njia gani? Kwa njia ya mtego, ndio nakuja kueleza hapo. Tulifanya hiyo zoezi kwa mujibu wa siku takriban 10. Tulifanikiwa kukamata ngedere 27. Na hapo ndipo tulipoanza kuona tatizo, kwa sababu wenzetu mitego yao ilikuwa ya kuenda kuhamisha mnyama, sio mitego ambayo inamkamata mnyama ili aweze kuwa awe loaded au disloaded sehemu nyingine. Kwa hiyo sasa ikawa inatuia tugumu kwamba tumemkamata ngedere, ule mtego ulikuwa eza unakamata ngedere moja au wawili kwa mara moja. Na ukishamkamata unamtoaje? Kwa sababu ule mtego haukuwa na namna nyingine yoyote uweza kumtoa, kwa sababu eza kufungua mlango, ukifungua mlango ngedere atatoka. Kwa hiyo sasa pakawa natumia ile mechanical way ya kumtoa ngedere kutoka kwenye mtego. Kwa hiyo watu wanavaa gloves ngumu, mwingine anaanza kumtime amkamate mkia umkate, ambayo it was very risk, kama inavyofahamika kwamba hawa wanyama wana magonjwa kama ile mpox ambayo ilikuwa imesambaa kipindi fulani, lakini pia na makucha makali, meno hasa ndio changamoto zaidi kwenye meno. Kwa hiyo wakati ile zoezi tulifanya kwa ugumu sana. Sasa kama ilivyo wanazuoni, wakati tunafanya tunajibu kutafakari, kwa nini tusifikirie mtego ambao kwanza hakuna ukaribu wa mwanadamu kumkamata mnyama, lakini hatuwezi kutengeneza mlango ambao is easier to access the animal, to trap and then to release. Kwa maana kwamba unaweza kuwa unafungua ule mlango wenyewe bila kumkamata mnyama, na mnyama akatoka kashift kutoka upande mmoja kwenda mwingine. Tukaanza kufanya, kwa mfano mtu labda njaribu kufikiria mwenye kufanya kama pale zoo wanapotunza simba. Unakuta huko amemtupia nyama, simba anaweza kutoka kwenye upande mmoja kwenda upande mwingine. Kaanza kufikiria why should I not create something like this? Kwa hiyo baada ya zoezi kupita, mimi na kama nilisema mtaalamu mkuu wa mradi huu ni Dr. Fatina Mturi, primatologist yeye. Kwa hiyo tukapropose kwamba tukae chini tudiscuss, tuone namna bora kutengeneza mitego. Kwa hiyo tulikaa pamoja, tupia kupitia workshop yetu hapa ya Central Science Workshop ambayo iko ndaki asilia, wanasema ndaki ya asilia na tumizi, ambayo ndio huko ambao tuliko College of Natural and Applied Science. Kwa hiyo tulipeleka ile wazo letu, tukawa tunafanya follow up ya namna gani ule mtego unatengenezwa. Tukashukuru Mwenyezi Mungu, mtego ukatengenezwa na ukawa more efficient. Tulifanya kazi ndani ya siku 7 kwenye ile awamu sasa, kwa sababu tulifanya phase ya kwanza na phase ya pili. Phase ya pili fanya siku 7, tufanikiwa kukamata ngedere 72. Kwa hiyo unaweza kuona how efficient is compared to the previous traps ambazo tulikuwa tunaitumia, kwa sababu ile ilikuwa too mechanical. Hii ilikuwa at once unaweza kukamata ngedere 5, kukamata ngedere 2, inategemea na wao walivyokuja. Mtego kama nilivyosema mwanzoni, unaweza kuona hata hendo zake za kukamatia hizi ni hendo ambayo hawezi haina changamoto ya kukutana na mnyama, kwa sababu unaweza ukashika watu 4 ukashika kule ukabeba wanyama wakaenda. Na pia huku hakuna access ya mnyama kutoka kucha zake kukamata. Sawa? Lakini pia wakisha kamatwa, kama nilivyosema mwanzoni, tulikuwa tunapata changamoto ya awali mtego wa kwanza, kwa sababu tulikuwa tunatumia mechanical way ya kumtoa mnyama kutoka kwenye mtego kwenda kwenye cage yetu, kwa sababu kama nilivyosema kwamba mwanzoni hatukuwahi kufanya hiyo tafiti, hatukuwahi kufanya hiyo zoezi. Kwa hiyo it was like tunafanya troubleshooting na kuona kwamba namna gani tunaweza. Kwa hiyo baada ya kuja na ile ya mapungufu ya mtego awali uliokuwepo, tukaja na ile wazo ambao tutengeneze mtego ambao kwanza mlango wake unakuwa kuslide.
kwamba wakishapata kuleta keji nyingine hapa, tukiweka chakula, tunaweka vyakula huku, obvious watashift, watakwenda kwenye vyakula, tunafunga mlango wetu, tunafunga huo mlango mwingine. Unaona hapo ukifunga hapa, nafunga hivi, sawa? Kwa hiyo ukishafunga maana yake na huu mwingine utafunga, unasogeza keji, unaendelea kutega. Lakini unafanyaje kazi huo mtego? Kama nilivyosema kwamba huku huu mlango wakati wa kutega huku unakuwa kumefungwa hivi. Sawa, umefungwa hivi. Hapa unakuwa umefungwa kuna nini? Lakini sasa wakati wa kutega na kuonyesha namna unavyofanya kazi, maana yake nitaufungua ili uone namna gani unavyofanya kazi. Utakuja huku. Huu mtego huu mlango mwingine una slide kwenda juu ambao ndio mtego wetu. Kwa hiyo tunaushikilia hapo. Hapo mtego unakuwa ushategwa. Sasa unaweza kuona chakula hiki ambacho kipo cha mahindi. Mahindi hapa na. Kwa hiyo kumbuka huu mlango utakuwa umefungwa. Huu utakuwa umefungwa. Maana yake watakuja huku, wataanza kuona kile chakula. Wakiona kile chakula sema asiko na msosi, lakini wana akili sana, hawaji moja kwa moja kwenye chakula. Wana tabia ya kuanza kwa sababu kwenye ngedere wanavyoishi wana uongozi. Wana baba ambaye anatoa amri. Kwa inawezekana akaja baba akaja hadi hapa, lakini kama akasita. Watoto wanaweza afu mzee akaanza akarelax kidogo. Akaanza relax, anajaribu kuangalia kwamba is there safe. Kwa watu wanaweza kaingia wakati huo tumetupa na bait nyingine chini kwa sababu huu ni chambo ambayo atakaye uje kusukuma huko juu ndio amewafungia wenzi. Kwa hiyo huko chini tumeweka vyakula vingine. Kama ungekuwa na akili kwamba watakota tu chini wakala bila kugusa hivi wasingenasa, lakini kwa bahati mbaya mnyama ni mnyama, hawezi kufikiria. Kwa hiyo atakapoingia na kuona wenzi wako comfortable wanakula, na yeye anaona kumbe inawezekana bana kula. Kwa hiyo kuna mwingine ataanza kutingisha. Atakapotingisha sasa ndipo atakapojua itaanza madhara kwamba what happens kwamba atavuta chakula. Kivuta chakula maana yake kwamba ana lock hapo. Kwa hiyo ile automatic ina fall. Kisha fall maana yake tayari unakuwa umejifunga. Huko tena hawezi tena kutoka. Au tayari ushakuwa kushafungwa. Yaani mimi nimekuonyesha kwamba unavyofyatuka kwa sababu mlango utakuwa uko hivi. Wakati unafyatuka maana yake mlango uko hivi. Kwa hiyo hakuna fursa yeye kutoka tena. Kwa hiyo ataanza kushangaa, atatengeneza hasira, baadaye ataanza kula chakula kichoko kwa sababu atatengeneza hasira. Mwisho ataamua tu kula, afu baadaye anaanza kutengeneza urafiki na wewe. Anaenda kaja hadi hapa kafunga kama hapo, akatoa mkono nje, akuguse tu yani umuone kwamba yeye sio mtu mbaya bwana. Kwa hiyo akakushika tu hivi ili umwachie. Kwa hiyo wana leni. Ni Mr. Swaleh Mweyo ambaye ni fundi mchundo kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambaye anazungumzia namna ambavyo amekuja na mtego ambao unafanya kazi kwa sasa, hasa umeanza katika taasisi hii ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kuhakikisha kwamba wanyama ambao wamekuwepo muda mrefu aina ya ngedere wamekuwa marafiki wa watu, lakini kuna wakati ilifika wakawa tena sasa ni changamoto kwa wanafunzi, wafanyakazi na watu wote ambao wanapatikana katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo wakaona njia pekee nzuri sio kuwaua bali kuwahamisha wakiwa hai ili wakaendelee kuzaliana na kuendeleza maisha yao ya kila siku kama ambavyo sisi binadamu tunafanya. Ingawaje mwanzo alisema kwamba alikuwa anatumia njia za kuwakamata kwa kutumia mikono, ikasababisha kukawa na changamoto. Wakati mwingine wakawa wanawang'ata meno, wanawakwaruza na kucha zao. Sasa wakaona namna gani. Hapo ndipo tunaposema kwamba utafiti siku zote umekuwa ukileta suluhu ambayo ni ya moja kwa moja katika jamii na kusababisha amani, au ikitumiwa vizuri ama utafiti huu ukitumiwa vizuri umekuwa ukileta matokeo chanya kama ambavyo tumeona. Hii leo wakazi au wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hawapati tena changamoto ya kukimbizana na ngedere katika kutafuta riziki ya kila siku, bali kila mtu amekuwa na amani. Waliopo bado wapo, sio kwamba wameisha. Ngedere bado wako katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na wakati tunazungumza hapa tumeona wamepita hapa, kama ambavyo yeye Mr. Swaleh amesema kwamba leo wamesikia tumekuja TBC, nao wamekuja, tunawaona wako hapa wanarukaruka. Wazo letu tulisema tuwaondoe sehemu ambako kuna population kubwa ya watu, kwa maana kwamba kupunguza mgongano wa migogoro ya wanyama na wanadamu, haswa hawa velvet monkey ya ngedere, kwa sababu ni wanyang'anyi, wamekuwa wanyang'anyi hasa kwenye jumuiya yetu, kwa sababu tatizo tuliangalia kwenye skili ya jumuiya yetu, hawa wamekuwa wanyang'anyi na tulikuwa tunapata malalamiko mengi, na tukawa ile tatizo likawa address kwetu kama sisi wafuga ngedere, kwa sababu sisi idara yetu ya wanyama. Kwa hiyo tukaambia nyinyi watu wa wanyama na wanyama wenu wao mnasababisha yote haya. Na mimi hata ile zote nimefanya watu walikuwa wanijua wananiita Mr. Ngedere. Kwa hiyo I accept that name kwa sababu ni task yangu na ni duty yangu. Ndio. Kwa hiyo hiyo zoezi tulikuja kulifanya, tukasema tunawapeleka wapi? Awamu ya kwanza wenzetu wa mamlaka ya wanyamapori Tanzania TAWA wakasema tunawapeleka Selous National Park. Ambao walikuwa wangapi baada ya ile? Wale 27 wa mwanzo, 27 tukawapeleka
mbuga ya Mwalimu Nyerere ambayo by then ilikuwa Selous National Game Reserves. Kwa hiyo tukapeleka kule, ila swala sisi tulikuwa na facility namna ukamataji, lakini swala kwa translocate kutoka hapa wenye mamlaka yao wanyamapori ndio ambao walifanya hiyo kazi. Kwa hiyo tulikuwa it was a joint venture baina ya sisi wana taaluma na pia wenzetu wale wasimamizi wa hiyo nyanja ya wanyamapori ambao ni TAWA. Na awamu ya pili waliwapeleka msitu ambao unaitwa Wamimbiki Game Reserve. Kama unaelekea Morogoro, upo hapa katikati kabla hujafika Mikese. Kwa hiyo waliwapeleka pale. Na ndio hao ambao tunawazungumzia. Leo bwana amenifuata hapa karibu kabisa. Ni bahati nzuri kwa sababu mimi mwenyewe tangia watoe na muda mrefu sana sijaona, na nimekuwa nimeulizwa kwamba umewapeleka wapi ngedele yetu, lakini leo bahati nzuri sio wamesikia TBC mnakuja na wenyewe wameamua kuja kwamba waseme kwamba ni kweli tupo chukucha Dar es Salaam. Ukiachana na kuzungumzia kuhusiana na nini serikali ifanye, tuzungumzie ufanisi wa huu mtego ambao umekuwa mkiutumia na namna gani unaweza kwenda kusaidia jamii ya Mtanzania, kwa sababu hawa ngedere kama unavyosema hawako chuo kikuu cha Dar es Salaam na wengine wanaendelea kufanya uharibifu kwenye maeneo mbalimbali ya mashamba ya watu na vitu mbalimbali huko kwenye sehemu mbali na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Hilo swali nilikutana nao sana kwa sababu bahati nzuri wewe ulinikuta chuo kikuu cha Dar es Salaam kipindi tuna wiki ya utafiti. Na miongoni mwa andiko letu liliingizwa kwenye kinyang'anyiro cha kufanyiwa kwenye ile wiki ya tafiti, na kwenye level ya chuo mimi nilibuka kidedea kwamba ndio namba 1 na pia wakainomini iende kwenye maonyesho ya biashara Sabasaba. Bahati mbaya zaidi tulikosa kibali cha kumpeleka mnyama kwa sababu kama nilivyosema mimi ni mtaalamu, sisi ni wataalamu, wapikaji wa wataalamu. Lakini wataalamu wetu wale wakatunyimia kwa sababu hatukuwa hao akikana ngedele pale banda lao itakuwa liko very busy. Sisi kwa ambao tumeweka kule kwetu tutakuwa kuna cha. Kwa hiyo sikuenda, lakini nilikuwa naulizwa maswali kama hayo kwamba mtego wako ni mzuri, unafanya kazi vizuri. Kwanza unamkamata mnyama bila kumuumiza. Pili, hakuna changamoto ya kumuogopa kwa sababu uko easy ya kuhandle na kutransfer. Na pia na keji yangu ambao una translocate, una slide tu mlango, na slide mlango, unaweka mahindi kule bait, watakwenda, watashift, watakwenda kule. Sasa swali kaulizwa, tunafanyaje? Tunatumiaje kupunguza? Kumbuka sisi ni watu wa maarifa kwenye jamii, sio wasimamizi au law enforcement. Sisi sio watekelezaji wa sheria kwenye namna gani huyu mnyama atoke sehemu moja kwenye sehemu, lakini tunaonyesha njia ya kupunguza migogoro, kwa sababu kama mtaalamu huwezi tu kusema kwamba mimi ni mtaalamu wa wanyama. Watu wanapata changamoto ya wanyama na unasema waendelee kutunzwa tu, kuhifadhiwa, kuwa conserve, wasiuliwe, bila kutoa suluhisho njia gani sahihi ya kupunguza hilo. Kama unataka conserve, then propose the way, namna gani unaweza kupunguza suluhisho. Sasa sisi tumekuja na muktadha kwamba wanyama wanaweza kaondolewa sehemu ambayo kuna highly populated na kupeleka sehemu ambayo kuna less populated. Kwa mfano, ukishumuzia Mwalimu Nyerere Game Reserves, sio sehemu zote zimepakana sana na jamii, si ndio? Na mule ndani kule unaweza kukuta kuna route ambazo zinapisha watalii. Nikiamini kabisa kumchukua hapa ngedele ukapita naye njia Songea ukaenda ukamtupa hapo katikati mpaka aje kutafuta hayo makazi, obvious atakuwa tayari amebadilika na kuadapt. Sasa tunafanyaje? Ndio sasa hapo mamlaka lazima zije. Ni kama nilivyokuambia mwanzoni kwamba sisi tumetoa tu kama overview the way forward to do, lakini sisi sio watekelezaji wa sheria. Watekelezaji wa sheria hizo mamlaka zilizopo, mamlaka ya wanyamapori wako, TFS wenye misitu, bodi ya utalii, kilimo, wanaendaje? Mr. Swali, tumalize na hili. Una maoni yapi sasa kuhusiana na swala hili au utafiti ambao umeufanya kwa serikali, kwa wananchi katika kuhakikisha kwamba wanautumia ili kuboresha uhusiano wao kati ya wao lakini pia na wanyama, ili tusiwaue kama ambavyo ulisema wakati mwingine wahifadhi wa wanyama wamekuwa wakitumia mabomu, wamekitumia risasi ili tu kuwapunguza, lakini wewe umekuja na mtego ambao hauwaui lakini unawahamisha kwa njia ya amani zaidi. Umetoa swali zuri sana na swali la msingi sana ambalo na nifikiri ni wito sio tu kwangu mimi au sio tu kwenye taasisi yetu. Nafikiria au inapendeza serikali wasiache kuwasikiliza wataalamu, wabobezi wa nyanja hizo wa maeneo tofauti tofauti, kama sisi tuko chuo cha Dar es Salaam hapa hasa ambao tumekuja na hii proposal ya kupunguza mgogoro wa wanyama hawa waharibifu wa vyakula, si kwa kuwaua bali kwa kuwapunguza, kuondoa sehemu moja ambako kuna makazi mengi ya watu na kuwapeleka kwenye misitu ambayo aidha ni hifadhi zetu au ni game reserve zetu, ili kupunguza mgogoro ule, lakini pia kuendeleza conserve, kwa sababu tunahitaji fedha za kitalii kutoka kwao.
chuo kikuu cha Dar es Salaam wanakuja wazungu kwa kuona tu ngedere. Imagine, yani mtu anakuja tu kumuona ngedere. Kwa hiyo ni mmoja wapo. Sasa nini kifanyike au nini kifanyike serikali ifanye? Inahitaji kuja kwa wataalamu. Huku ndo kitovu cha kutoa maarifa. Kila ujuzi wa wataalamu walionao na wakashirikishwa na wakaufanyia kazi, kwa sababu bahati mbaya unaweza kuzungumza hii lugha, tuna tabia ya kutaka kusikiliza ushauri wa kitaalamu, na tunakwenda sana na ushauri ambao watu wanakuja na assumptions zao kutokana na interest either za kipolitics au na nini. Lakini ukichukua ushauri wa kitaalamu, hizi wizara husika, wizara ya kilimo kama nilivyosema mwanzoni, wizara ya wanyamapori, wakakaa pamoja, wakakaa na wataalamu kama sisi, tunaliendelea hili jambo kama hili mlifanya kwa skeli hii, tuone tunaenda kufanyaje, tunawapunguzaje hao watu, kwa sababu hayo maswali nilikuwa naulizwa kule Sabasaba, tunahitaji huu mtego, tunapunguzaje hao wanyama. Ikawa swali kidogo gumu kulijibu, kwa sababu mimi kama nimesema sio mtekelezaji wa sheria, watekelezaji wa sheria, ila mimi nimpeleka pale wazo ambalo linaweza kusaidia wao watekelezaji wa sheria kulitumia katika kupunguza migogoro hii. Kwa hiyo serikali nafikiri ni wakati wao kushirikisha hizi wizara, kushirikisha wataalamu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam kama nilivyosema. Sisi mnavyotuwezesha kutupatia vitendea kazi malighafi, mishahara mnayotulipa ni kutoa maarifa, ujuzi na ueledi mkubwa wa kuyaendea hayo. Na tuko hapa kwa ajili hiyo. Kwa hiyo wakitufuata tuko tayari, idara yangu, college yangu, kwa sababu ifanya kazi kubwa na naamini wako tayari kusikiliza. Shukrani sana Mr. Swalehe. Asante. Huyu ni Swalehe Mweyo, yeye ni fundi mchundo kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambaye tumezungumza naye hapa kulingana na yale ambayo ameyafanya. Utafiti ambao amefanya ni kugundua mtego wa kuwaondoa ngedere katika maeneo ya makazi ya watu bila kuwaua na kuwapeleka sehemu nyingine ili wakaendeleze maisha yao kama ambavyo sisi tunatamani binadamu tuendelee kuishi, na wao pia tunatamani pia waendelee kuishi. Ndo hapo akaja na huu mtego ambao unasaidia kukamata hawa ngedere bila kuwaua na kuwapeleka maeneo mengine. Ni utafiti ambao umefanyika. Naamini kabisa kama ambavyo amesema kwamba ukitumiwa vyema katika maisha yetu ya kila siku, kuna maeneo ambayo ngedere wanaleta shida sana. Kwa hiyo naamini taasisi zinazohusika na wanyamapori watashirikiana na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kuweza kutumia huu mtego kuweza kuwahamisha na kuendeleza maisha yao kama ambavyo tunatamani iwe hivyo. Naitwa Tobias Masalwa. Asante sana kwa wewe mtazamaji wa TBC1.